Tuko naye hapa Mauru Bwana Maka, na tunazungumza mengi kuhusiana na hii kanda ya makala maalum ya shirika la habari la kimataifa la BBC. Mauru, kuna zile picha ambazo kwamba zilionyeshwa kwamba huyu alihusika kwa kumdengua huyu, huyu alihusika kwa kumdengua huyu. Ni kwamba inaleta ile mshawasha wa kwamba serikali imeshindwa kufanyia kazi wale ambao kwamba wanadaiwa kuhusika na matukio yale, au ni kipi ambacho kwamba kimesukuma mpaka hii makala ikafika hapa, na pia serikali kuisimamisha ile makala kuweza kuendelea kuonyeshwa hapa nchini? Ile filamu fupi ama documentary imeweza kuangazia baadhi ya watu, haikuweza kuangazia wengi tu, na licha hivyo ni wengi tu walipoteza maisha yao, kwa sababu mtafaruku kama ule bila shaka una faida na hasara zake. Na bila shaka swala la kwamba alifanya lile jambo akiwa yuko sawa ama alifanya tu makosa, na lazima uelewe kitu kimoja. Kwa mujibu wa sheria, dola ina haki ya kuwa na vyombo vya fujo. Dola ina haki ya kuwa na vyombo kwa mujibu wa sheria. Kwa mujibu wa sheria, tukaelewe hivyo. Hata tukienda maandamanoni, tukao tukijua kwamba serikali ndio ina haki ya kuwa na vyombo vya fujo. Hapo tabidi mfano. Vyombo vya fujo yani ni silaha. Na zile silaha si maua. Tunafahamu, si mikate ile silaha, si kaimati zile silaha. Tunafahamu si udi wa kujifukiza ile tikiri. Ni kwamba utakapopita mipaka ufanye mambo yasiyokubalika ama yenye kuleta mishemishe ama mtafaruku wa kuvuruga hali ya amani, vyombo vya fujo vitatumika. Sasa bahati mbaya ikikupata wewe, sasa utabaki mambo ni mawili. Aidha aliyekudengua alikuwa sawa ama ako makosa, na hata watu wakihangamua hayo ushakufa wewe. Tunafahamu sisi tuna matatizo baada ya kuelewa kwamba dola ama serikali ina haki ya umiliki na matumizi ya vyombo vya silaha, vyombo vya fujo. Lazima tuelewe kwamba kuna mapungufu katika sheria za maandamano Kenya. Kwenye sheria za maandamano tuna mapungufu makubwa. Haijapitishwa sheria Kenya ya kuweza wamoja kudhibiti maandamano, kuelekeza maandamano yanavyopaswa kufanywa. Mshafahamu, tuna mapungufu hapo pahali, kwa sababu ukiona jeshi la wokovu barabarani wanafanya ibada ya maandamano, ni maandamano. Umeelewa Ni maandamano ambayo yamekubalika, wanaandamana kuonyesha imani yao ya kidini, wameruhusiwa. Na pindi unapokuwa una maandamano yako ya kisiasa, lazima uonyeshe kwamba mimi nitamaandamana pale fulani na nitafanya maandamano kwa njia hii na nitafuata utaratibu wa njia hii mpaka niweze kuwasilisha malalamishi yangu pale stahili. Sasa kitu ambacho hatuwezi kukipata ni namna ya kufanya fujo, maana kuna tofauti ya maandamano na vurugu. Sasa hapo itabidi kufanua sasa ile kijana aelewe na ule anayetazama aelewe. Naam, kwa mujibu wa sheria kuna tofauti kubwa sana ya kitu kinajambo ama harakati yoyote inaitwa maandamano. Na mfano wake ni tuchukue mfano hai wa jeshi la wokovu. Kila Jumapili, kila Jumamosi tunawaona jeshi la wokovu wakiandamana. Yale huwa ni maandamano ya kiimani. Wanaandamana kuonyesha imani yao. Wanaandamana kusherehesha imani yao. Na huwa wanajisifu kwamba katika kusherehesha imani yao wana mkondo wanaofuatilia. Na mkondo ule wanaofuatilia hawadhuru cha mtu. Ikizidi kwa kiasi kikubwa huwapendezeshia watu, maanake wanapopita watu simama kawaangalia wakiandamana. Unaona, kwa hivyo uelewe. Na sasa katika sheria ya Kenya tunajaribu, lazima pawepo, hatuna lakini lazima iwepo sasa kuwepo na sheria ya uandamanaji, kwa sababu kuna maandamano ya kisiasa. Na maandamano ya kisiasa ni ya kutoa hisia za kisiasa, na hisia za kisiasa mara nyingi ni malalamishi ima dhidi ya serikali au katika kusherehesha fikra yao ya kisiasa kwa wananchi. Na wajibu vile vile unatekana kuwepo na muelewekeo kwamba maandamano haya yataandamaniwa kuanzia wapi kwenda wapi na yataishia pale fulani, ili waweze kuwasilisha hoja zao kwa walengwa waliopo. Lakini sasa najua kwa kisheria hatuwezi kupata sheria ya kuweza kuelekeza vurugu. Maanake inapozuka vurugu sasa, yule si maandamano tena, ile ni fujo, ni ghasia. Katika mazingira ya vurugu huwa ni mazingira ya pata potea.
kwa sababu sasa serikali ndio inabaki peke yake pale, ndio ina sheria kupitia taasisi zake za uwekezaji wa usalama kuhakikisha kwamba inaondoa vurugu lile. Sasa mara nyingi lile vurugu linaweza likaondolewa kwa watu kwenda kushumiwa, wakapigwa pigwa makisu, wakaacha na fujo wanaweza wakenda wakapewa maji ya kunywa. Jamanini, wateni tabia mbaya nyinyi, haifai namna hii, kunyweni maji mkoe. Katika mazingira ya vurugu waweza wakenda wakapewa juice ama na maziwa. Jamani, tulieni vijana, mambo haendi hivyo kwa kweli. Lakini vile vile katika mazingira yale ya vurugu wanaweza kwenda kala marundu au wengine wakatenguliwa risasi ama risasi za mpira. Hata risasi za mpira. Maana yake inategemea sasa huyu mwenye kuja kutatua ama kutuliza ile vurugu anakuja akiwa na hasira au ana hamu aina gani. Maana yake akijawa na hamu ya mahaba, ushafahamu, huja na mashairi na maneno matamu, na tushayaona hayo kwamba anazungumza na wananchi, anazungumza na waandamanaji ama na wavurugaji. Unaona, anaenda kwa wale wavurugaji, anawaambia jamani, nchi ni nchi yetu, tusiharibu, tusifanye hivi, tujaribu tufanye hivi. Shona, sasa huyu ameamka na budi nzuri binadamu. Shona, kuna yule mwingine pia ni muoga wa hawa wavurugaji. Sasa kila anapowaona anaona wanamtishia maisha. Sasa inategemea ana chombo kipi, aidha ana rungu aweza kulitumia, aidha na bunduki ama kutoa machozi aweza kutumia, aidha na ile kutoa risasi za mpira aweza kutumia. Sasa akiwa na ile kutoa risasi kavu, bahati yako mbaya, ushafahamu, itakuwa siku zako leo zimefika, wala dhalim. Amin. Maur, swali la mwisho linakuja kwenye vyombo vyetu vya habari hapa nchini. Hili jambo hawakuliangazia kwa kipindi cha muda wote, tunaweza kusema mwaka mzima umeisha, lakini ilikuja watu wakaambiwa kwamba hatua zitachukuliwa, watakaopatikana na hatua watachukuliwa hatua, na vyombo vya habari hapa nchini vikaenda kimya. Chombo cha habari cha kimataifa kimeleta haya makala. Je, kuna vizungumziaje vyombo vya habari vya hapa nchini kwa hili tukio hususan? Kwa mtazamo wangu unaweza kusema kidogo vyombo vya hapa nchini vimeonyesha viwango vya juu vya uzalendo. Maanake siku zote tusiwe sisi wa Afrika ni wepesi, kila yanapotusibu mabaya ikawa tunayasherehesha hayo saa yote, badili ya kujijenga tutajibomoa, kwa sababu kila mmoja akiinuka kiamka atakuwa na taswira ya uovu tu kwamba sisi. Maanake unaona kama hapa wanatulazimisha saa yote tunapozungumza, ama vyombo vya habari vinavyosherehesha matukio ama hali halisi katika nchi yetu, wanataka waonyeshe umaskini wetu, waonyeshe miundo misingi isiyofaa, waonyeshe matatizo, waonyeshe umaskini, waonyeshe shida, yani waonyeshe pia hata kujitawala vinatushinda, waonyeshe kwamba sisi saa yote tuko kwenye vurugu, na haipendezi. Okay. Haipendezi. Kwa hivyo aima hivi vyombo vya habari wameheshimu serikali au wamekwazwa ni serikali au ni kwa nia ya wao wenyewe wameamua kuzimia habari zile ambazo katika lugha ya Kiingereza tunasema ni habari ama ni taarifa ambazo ni negative. Waache serikali na taasisi zake zichukue majukumu yale mengine. Mimi naweza kusema ni kitendo cha kizalendo, kwa sababu hata hapa wewe ulipo sahihi, ni vigumu sana uone vyombo vya habari vya Ulaya na Marekani wakionyesha umasikini wa kwao, wakionyesha mahawara wa kwao, wakionyesha matatizo ya serikali yao, na wana matatizo kocho kila saa. Katika runinga zao wataonyesha vile walivyo na uchumi mzuri, nchi zao na manyumba marefu, maendeleo ya kiwastani, aghalabu vitu kama hivyo. Sasa sisi wa Afrika tunajengeka hoja kwamba wale wako mbele, sisi ni kuchuna, lakini ni urongo, kwa sababu kuna watu hapa Afrika, kuna watu Kenya wanaishi vizuri kuliko Waingereza wengi tu, wanaishi maisha mazuri kuliko Waamerika wengi tu, wanaishi maisha mazuri kuliko wa Canada wengi. Watu wanalala barabarani huko, wanalala chini ya mabriji. Leo hapa nenda Nyali bridge pale upate watu family imelala pale hapa, lakini mtu mmoja au wawili unapata. Wahuni wale watoto ushafahamu lakini huwezi kupata mtu achukua familia yake amekusha akaenda pale Amerika yako, mambo kama hayo. Sasa mosi, pili, BBC kuangazia kitu kama hicho, ushafahamu pia nami ninaona ni kitendo cha kuvuruga ama cha kunuia kuvuruga au cha kuchokora na kuchochea uhasama katika nchi ya wengine, kwa sababu pindi wanapoangazia wao BBC, kwa nini waangazie wao? Unaona,
Kama wao wanao wametaka tu kuchukua kwa kusaidia, si wao, maanake unaona kwa kiasi kubwa wameshirikiana na wanaharakati. Ndio, sehemu kubwa ni wanaharakati. Sehemu kubwa ni wanaharakati waliokuwa kipaumbele kabisa katika hayo maandamano, yaani haswa ni wanaharakati nyota katika hilo vurugu. Unafahamu, ndio wako kwenye hiyo nini documentary. Na hawa ni watu ambao wanajulikana kwa kila wakati wanafadhiliwa katika harakati hizi za kuzua mishemishe na mtafaruku katika mazingira masuala ya kiutawala, na wenyewe pia ndipo wanapoishi, Sasa tunasema mbona sasa wasichukue hiyo video ama hiyo documentary pia waweze kuifile kwa IPOA moja kwa moja bana, mlisema mna ushahidi wa kupata hawa watu wasaidia. Ushahidi ndio huu basi, alafu na hawa na harakati badili wafadhili kuzua mtafaruku, wafadhili kufanya kitu kinaitwa private prosecution. Kisheria pia inakubalika kwamba sasa nyinyi si ni haki ya hawa mnatetea wale waliodhulumiwa na serikali haijawajibika. Sheria inakuruhusu kwenda kotini na kufaili kitu kinaitwa nini, notice for pursuing private prosecution. Kwa sababu ya nini? Kwa niaba na manufaa na kutafuta haki ya walioathiriwa. Swali la nyongeza hapo tukimaliza kwamba kuna wale ambao kwamba wanasema sehemu kubwa ya mapato ya vyombo vya habari hapa nchini inatoka kwa serikali. Sasa hawa watawezaje kuipeleka mbio serikali kwa namna walivyofanya BBC? No, wanaweza. Hebu angalia Standard na siku za hivi majuzi na vile na vitega habari vyao vile ni dunga kudunge. Kila saa ni dunga kudunge, ushafahamu Lakini iko hali hiyo kwa sababu mategemeo ya mapato yao makubwa yanatoka kwa serikali, kwa sababu wanategemea serikali ndio, na si serikali, si wao tu. Serikali ndio asili ya biashara ya taasisi nyingi tu. Serikali ikiamua itatoa bima kwa wafanyikazi wote wa huduma ya umma. Kwa hivyo wauzaji bima bila shaka watakuwa wanapata pesa serikali, na malengo ya serikali ni iwe asili ya biashara mbali na maendeleo ya nchi. Kwa hivyo na hivi hizi taasisi za habari kupata biashara ni kwa sababu serikali ndio advertiser, ndio mwenye kutangaza matangazo mengi zaidi. Kwa hivyo lazima, lakini haijawa ni sababu ya kwamba hawawezi kusema ama kuangazia, na wanaangazia tena, wanaangazia sana, na wao wanapishana kwa msingi. Serikali ya fulani ikiwepo katika utawala, unakuta nation ndio wako juu, sasa wanapiga. Serikali hiyo ikibadilika ikiwa nini, unakuta ile gazetini inageuka na kuwa ni juu. Yani katika kukua kwetu tumeona hiyo hali ya wanapokeshana vijiti kwamba msimu huu sisi ndio tuasifu, msimu ule ingine wao ndio wanaponda. Na watu wanasonga. Huyo amekuwa Maur Mwanamaka, mchanganuzi wa masuala ya kisiasa, na tumekuwa tukijadili makala maalum ya shirika la habari la kimataifa la BBC kuhusiana na Blood Document ama Black Parliament, ama kwa lugha aswahi ya Kiswahili wakaita ama wakaipa jina bunge la damu. Umemsikia aliyozungumza kwamba kuna maandamano lakini pia kuna vurugu, lakini pia serikali ina nafasi ya kuweza kujilinda na vurugu hizo. Wewe umeelewa kipi? Mimi nimeng'amua cha kwangu, wewe pia una fursa ya kung'amua cha kwako. Alimradi Barisa 101 inakusomesha uelimike, upate fundisho sahihi. Karibu na kwaheri kwa sasa.